Mkuu wa chuo cha mipango ya maendeleo vijijini katika campus kuu Dodoma, Profesa Hossein Mayaya amezindua mitaala mipya 10 ya masomo katika chuo hicho leo Mei 7, 2025. Mitaala 10 ya masomo kwa ajili ya maeneo mbalimbali ikiwemo maeneo ya mipango miji, takwimu, sheria pamoja na masuala ya uhasibu. Profesa Mayaya amesema mitaala hiyo itakwenda kuongeza chachu ya uhitaji wa rasilimali watu wenye weledi katika taaluma mbalimbali. Namna ambavyo mitaala hii imetengenezwa ni mitaala shirikishi, kwa hiyo waajiri na wadau wengine mbalimbali ikiwemo wadau wa maendeleo wote wamehusishwa katika kuhakikisha kwamba wanakuja na kitu ambacho kweli kinaenda kutatua changamoto mbalimbali na kutibu swala la hitaji la vijana wetu, hasa kuwa na weledi katika majukumu yao ambao wanaenda kuyatekeleza. Na hivyo niseme tu kwamba ni mitaala muhimu, na nipende kuchukua fursa hii kuwakaribisha wazazi, walezi pamoja na vijana kuja kusoma chuo cha mipango ya maendeleo vijijini ambako watapata taaluma ambazo leo tumeweza kuzindua. Na kimsingi hiki kikiwa kama chuo cha mipango ya maendeleo vijijini au chuo cha mipango, ni lazima kutambua kwamba masuala ya mipango ni masuala ambayo ni mtambuka, yanaenda na kujielekeza katika sekta mbalimbali, lakini pia yanahitaji utaalamu wa aina mbalimbali. Ndio maana tunazindua mitaala hii leo katika kuhakikisha kwamba na sisi kama chuo tunatoa mchango wetu ambao ulipelekewa kuanzisha chuo hiki miaka 45. Wote watakuwa na utaalamu na weledi ambao unakuwa ni wa aina moja, isipokuwa tu ni lazima tujue kwamba dunia inasonga mbele, lakini pia ni hitaji la regulators wetu au watu wanaoangalia ubora ikiwemo TCU pamoja na NACTVET kufanya mapitio ya mitaala kila baada ya miaka 5. Kwa hiyo kila baada ya miaka 5 yawezekana kuna vitu vipya ambavyo vimefanyaje vimetokeza, yawezekana kuna changamoto mpya ambazo pia zimefanyaje zimetokeza. Kwa hiyo sasa hii inakuwa ni muendelezo kwamba pale tulikuwa tumekomea, kama kuna kitu kipya ambacho kinahitaji kuongezwa kwenye mitaala, ndio wakati sahihi wa kufanyaje wa kukiongeza, badala ya kuangalia najaribu kuwaza tu kwamba kama tungeendelea kutumia mtaala tulioanza nao mwaka 1980 wakati ule katika maendeleo ya taifa, swala la uharibifu wa mazingira halikuwa shida, lakini kadri tunavyokwenda unaona sasa kuna swala la uharibifu wa nini wa mazingira. Kwa upande wa baadhi ya wanafunzi wa chuo hicho walikuwa na haya ya kusema. Lucy Richard Nzigula ni mwanafunzi wa mwaka wa pili wa shahada ya Human Resource Management, na uhakika kwamba kuna umuhimu wa serikali pia kuweka jitihada zaidi katika kuongeza mitaala na program kama hizi zilizoanzishwa chuoni kwetu, kwa sababu ni programu ambazo zina umuhimu katika jamii. Kwa mfano tukiangalia program ya sheria, uhasibu wa fedha, mipango miji, ni vitu ambavyo vina umuhimu na uhitaji mkubwa sana katika jamii yetu ya Tanzania. Kama tunavyojua, kesi za ardhi, mirathi, usimamizi wa mirathi zimekuwa ni nyingi sana. Kwa hiyo tunahitaji program kama hizi ziendelee kusambazwa katika vyuo vingine, ukiachana na mipango tu, ili kwa ajili ya kuongeza wasomi zaidi, kutanua wigo wa ajira, lakini pia kuitanua knowledge za wanajamii, kwa sababu ni vitu ambavyo vina uhitaji mkubwa sana katika jamii yetu. Naitwa Musa Boaz, ni rais wa serikali ya wanafunzi chuo cha mipango. Awali ya yote nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa fursa kubwa ambayo nipatia siku ya leo, lakini pia nipende kumpongeza Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye amekuwa akitusupport kama chuo kwa wakati wote kupitia Wizara ya Fedha ambayo inasapoti fedha, inasapoti vitendea kazi. Na siku hii ya leo imekuwa ni siku muhimu sana kwa wanafunzi na kwa Watanzania kwa ujumla, kwa sababu kuna mitaala mipya ambayo imeanzishwa leo. Rose Henry Shayo ni waziri wa elimu katika serikali ya wanafunzi chuo cha mipango Dodoma. Nipo hapa kuelezea kuhusu uzinduzi wetu wa kozi mpya 10. Kozi hizi zina manufaa makubwa katika chuo chetu, kwani zitawapa fursa mbalimbali wanafunzi wenzetu kujifunza, kwa sababu wataenda field, watajifunza kwa vitendo.